Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni watoto wetu wazuri katika kipindi chetu cha Kids Corner, na kama mnavyojua katika mwezi huu tutajifunza wahusika wa Karbala na vile mawili matatu kutokana na tukio la Karbala. Tulijifunza sifa za Imam Hussein. Leo tutajifunza kuhusu familia ya Imam Hussein, watoto wake na maisha yao. Imam Hussein wengi humjua kutokana na tukio la Karbala, lakini leo tunaenda kujifunza kuhusu mtoto wake aliyekuwa anaitwa Ali Akbar. Jina kamili la Ali Akbar alikuwa anaitwa Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Mama yake alikuwa anaitwa Laila bint Abi Murra ibn Urwa al-Thaqafiyya. Jina gumu Kwa hivyo andikeni mahali kwa sababu nitawauliza maswali. Laila alikuwa mwanamke mwenye heshima, mwenye elimu, mwenye tabia njema. Alimlelea Ali Akbar katika mazingira ya upendo wa Allah na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaani watoto wa Imam Hussein walikuwa katika mazingira ya ukweli, kusoma Qur'an, kuwa na tabia mzuri, walijua kila aina ya ibada. Kwa sababu gani? Kwa sababu Imam Hussein mwenyewe alidhihirisha sifa hizi mbele za watoto wake. Na mimi niliwaambia kwamba ukifuatana na mwizi utakuwa mwizi. Vile ukifuatana na muuza udi huwezi kunuka shombo, lazima unuke harufu mzuri. Kwa hivyo watoto wa Imam Hussein walikulia katika malezi mazuri. Tumesema leo tunajifunza kuhusu Ali Akbar. Ali Akbar alizaliwa lini? Wanahistoria wengi wanasema kwamba alizaliwa mwaka wa 33 Hijiria, mji wa Madina. Alizaliwa wapi? Mji wa Madina. Mwaka gani? Mwaka wa 33 Hijiria. Nikisema Hijiria namaanisha nini? Namaanisha kalenda ya Kiislamu ilianza pale Mtume alipohamia kutoka Maka kwenda Madina. Watu ndo wakaanza kuhesabu kwamba mwaka baada ya Mtume kuhama ilikuwa ni mwaka wa kwanza baada ya hijra. Mwaka wa pili ikawa ni hivyo, mwaka wa pili baada ya hijra. Kwa hivyo Ali Akbar alizaliwa mwaka wa 33 baada ya Mtume kuhamia Madina. Na alizaliwa wapi? Mji wa Madina. Na tumesema mama yake anaitwa nani? Anaitwa Laila binti Abi Murra. Ali Akbar alikuwa na umri gani wakati wa Ashura? Ali Akbar alikuwa na umri karibu miaka 27, lakini baadhi za riwaya inasema kwamba yeye alikuwa na umri wa miaka 18 au 25. Lakini nyingi za Kishia zinasema kwamba alikuwa na miaka 27. Je, Ali Akbar alikuwa mtoto wa aina gani? Mtoto huyu alikuwa mzuri sana, lakini uzuri wake haukuwa wa sura pekee. Tukisema mtoto mzuri, watu wengi watasema kwamba alikuwa handsome, alikuwa beautiful, lakini Ali Akbar wake ilikuwa si wa sura peke yake. Ulikuwa ni uzuri wa nini? Alikuwa mwenye adabu, mwenye kufanya ibada, mkarimu, mpole, ujasiri. Tabia zote nzuri zilikuwa ni sifa za Ali Akbar. Kwa sababu gani? Alipata malezi mazuri, alisikiza wakubwa wake, alisikiliza wazazi wake. Mimi na wewe leo tukiambiwa twende tukaoshe vyombo, waona mamako anakuonea. Waona mwalimu akikwambia fagia darasa, anakuonea. Hapana, hayo ni mafunzo yenye tunayapata kutokana na vitu. Hata wao pia walifanya hivyo hivyo. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, ukipata mtu amekwambia ufanye jambo na ni mkubwa wako, lifanye, kwa sababu hakudhuru. Wewe ukiosha vyombo utakatika mikono? Ukatiki mikono. Tukiosha vyombo tunafanyaje? Tunakuwa, kwa sababu kesho na kesho kutwa sisi tutakuja kwa wazazi. Ama vipi? Mtoto wa kiume umeambiwa nenda ukamwage uchafu, huwezi. Kesho na kesho kutwa upate mamako, mzazi wako amebeba kitu kimemlemea, utaweza kumsaidia? Wewe takataka tu zimekushinda kwenda kumwaga. Kwa hivyo watoto wazuri, tuige hizi sifa njema zenye tunajifunza kutokana na mtoto wa Imam Hussein ambaye ni nani? Ali Akbar. Imam Hussein mwenyewe alisema kila tulipokuwa tunamkumbuka Mtume tulikuwa tunamwangalia nani? Ali Akbar. Kwa sababu gani? Kwa sababu Ali Akbar alifanana sana na Mtume, na si kwa sura tu, alifanana na sauti yake, tabia yake, namna ya kutembea
namna ya kuzungumza. Yani wewe hebu fikiria, Ali Akbar alikuwa mtoto wa aina gani? Tabia yake, yani wewe ukifanana tu na tabia na Mtume, wewe wajua pamoja kwa moja mpaka peponi, kwa sababu Mtume tuambiwa alikuwa na tabia mzuri kuliko kiumbe chochote hapa duniani. Sasa Ali Akbar yeye alifanana na Mtume kwa sura, tabia, kufanya ibada, kutembea, kuzungumza kwake, kiasi cha kwamba Imam Hussein anatuambia kila tukimtamani Mtume tungemwangalia nani? Ali Akbar. Ali Akbar katika tukio la Ashura alimwendea babake akamwambia, baba, niruhusu nipiganie dini ya Mwenyezi Mungu. Hapo ni baada ya kuona, tueni makini kwenye hii historia. Ali Akbar aliona kwamba maswahaba wengi wameuliwa, yeye akamfuata babake. Ingekuwa ni mimi na wewe, waona kabisa hapa hili shimo watu wanadumbukia, we hautaenda. Lakini yeye kwa sababu ni kwa ajili ya haki, alimfuata babake akamwambia, baba, niruhusu niende nipiganie dini ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Babake hakumzuia. Alijua kwamba mimi mtoto wangu akienda pale, either atoke hapa majeruhi ama atoke amekufa. Lazima yani angetoka na kitu. Labda amejeruhiwa, amekatwa mkono, ameumia ama amekufa. Lakini kwa vile ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hakumzuia. Ali Akbar baada ya kupewa ruhusa na babake, alienda akapigana mpaka ikawa amechoka, hawezi tena. Kiu imemzidi, akarudi kwa babake, akamwambia, baba, mimi nimechoka, kiu imenizidi. Babake akamwambia, si muda mrefu sana, ni muda mchache sana mpaka utakapoenda kupatana na babu yako na atakunywesha maji. Babu yake hapo amefanya nini? Amefariki muda mrefu uliopita. Wewe fikiria, wewe waenda uko kwenye uwanja wa vita, waenda wapigana, lakini wajua kwamba mimi hapa nitakufa. Utaendelea? Baada yeye kurudi kumwambia babake, kiu kimenizidi. Babake alimwambia nini? Alimwambia, vumilia mwanangu, si muda mrefu babu yako Mtume atakunywesha maji kutoka kwenye Al-Kauthar. Al-Kauthar haiko duniani. Al-Kauthar haiko mahali kokote. Al-Kauthar ni mpaka ufe. Wewe ungerudi kwenye uwanja tena kupigana? Yeye alirudi kwa sababu gani? Alikuwa anasimama na haki. Alijua kwamba Yazid si kiongozi anayestahiki. Alijua Yazid ni mwenye dhulma. Alijua Yazid si mkweli. Alijua Yazid ni hizo vitu zote mbaya zilikuwa ni sifa za Yazid. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, tufuate sifa za Imam Hussein na vile vile sifa za familia yake. Ali Akbar anatufundisha nini? Anatufundisha kuwa vijana wanaweza kuwa viongozi kwa tabia, tena si tabia mbaya tu. Sisi vijana tunaweza kuwa viongozi tukiwa na tabia njema, tukiwa wenye elimu, tukiwa majasiri. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, alhamdulillah, kupitia hapa somo letu la leo limeisha, na ningependa tujifunze kutokana na hizi historia tunazozipokea kwenye mwezi huu mtukufu. Na alhamdulillah, tupatane tena kwenye kipindi kifuatacho. Maasalam.